يا الله يا علي يا كبير، يا الله يا عليم يا قدير، يا الله يا سميع يا بصير، يا الله يا لطيف يا خبير. Ndugu zangu watukufu wa Islam, hii ni kukumbusha tu tushee fadhila kwa pamoja, na Mwenyezi Mungu atukubalie katika hili. Ambalo nimekusudia kuzungumza hasa leo ni kuhusiana na fadhila za hija. Tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, mbele yetu kuna ibada ya hija, na pengine baada ya mwezi mmoja na kidogo hivi mtasikia watu wanaanza kusafiri. Lakini kwa nini mtu uende hija? Unapata kitu gani kwani? Na huyo ambaye uwezo anao bado mpaka leo hajafikiria kwenda hija, kuna kitu gani anachopoteza? Bali ya kuwa amepinga amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mambo mengi anayakosa kwa sababu ya kutohudhuria kwake katika ibada ya hija. Mwenyezi Mungu atuwafikishe sote tuweze kuidiriki ibada hii, asikose mtu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mafadhila ambazo ametutajia kwamba anazipata hujaji, alhajju yahdimu ma qablahu. Jambo la kwanza muhimu ni kwamba hii ibada ya hija hii inafuta makosa ya mtu aliyoyafanya kabla ya hija. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أبي هريرة anasema kamsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man hajja, mtu yoyote ambaye amefanya ibada ya hija, falam yarfuth, hakufanya tendo la ndoa kwenye hija wakati ni muhrim, walam yafsuq, na wala hakufanya maasiya katika ibada yake ya hija, rajaa ka yaumi waladathu ummu, mtu huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atamaliza hija yake arudi kwao kama siku aliyozaliwa na mama yake. Sote tunafahamu kwamba mtu wakati anapozaliwa huwa hana dhambi hata moja, hilo halina shaka.